Mshukuruni Bwana ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Jumapili ya leo ni Jumapili njema. Ni Jumapili ambayo Bwana hakika ni mwema kwetu. Bwana ni mwema katika shughuli zetu. Bwana ni mwema kwa maisha yetu kwa ujumla. Upendo wake ni wa ajabu. Na mstari wa 3 unasema mshukuruni Bwana, mstari wa 2 unasema mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Katika ulimwengu ambao tunaishi, ni ulimwengu ambao watu wanaishi kwa kuabudu miungu. Watu wanaishi kwa kuweza kuabudu vitu ambavyo mwanadamu aliviumba. Lakini siku ya leo sisi tutaenda kumshukuru Mungu wetu, ambaye yeye ndiye Mungu wa ile miungu yote ambayo watu wanaabudu katika ulimwengu hapa. Yeye ambaye alitupatia afya njema, yeye ambaye alitulinda msemeno mzima ambayo tuliachana mpaka leo tuko hapa, ndiye ambaye Mungu tutakuja kumwabudu siku ya leo. Huko watu weko na kuwa mtu anafanya na kuwa na madawa, aseme hii ndio ya kunilinda, na kuwa na mabitu tofauti ndio ya kunilinda. Ukiangalia hata mainchi ya mingi ya maazi, unakuta beko na banabudu mamiungu. Lakini kama mlikuwa mnafuatilia kwa mitandao, kulikuwa wazee wa Buddha walikuwa walitembea miguu kutoka Texas mpaka Washington DC, walikuwa wanaita Walk of Peace. Wale wanaamini kwamba wanapomwomba ule Mungu wao wa Buddha, ndiye Mungu anawaletea amani. Lakini siku ya leo sisi tunaamini kwamba Mungu wetu hahitaji kutembea kutoka Texas mpaka Washington DC, bali tembea over 100 days. Sina sure siku ngapi, lakini ni masiku inapita 100 juu ya kutafuta peace. Lakini Mungu wetu ambaye tunamwabudu siku ya leo alombi kutembea na mikulu kutoka Texas mpaka Washington DC. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu wetu anahitaji wewe kuwe mwaminifu kwake. Atakupatia ile amani ya moyo. Biblia inasema mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye pekee anafanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Wanadamu katika ulimwengu ambao tunaishi, na gisi teknolojia imeendelea, ukiangalia kiwango cha maroboti ambacho kishaanza kuzalishwa ni kingi sana, lakini wamefeli katika kitu kimoja. Wamefeli katika kuweka pumzi ya wai katika ile maroboti ambayo weko wanatengeneza. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini Mungu wetu anatupatia ile uzima, ile pumzi ambayo, hii pumzi ambayo tunapumua, sio kwamba sisi ni bora kuliko wengine, lakini ni neema na ni fadhili za Mungu kwetu. Hiyo ndiyo kitu ambayo teknolojia imeshashindwa, ile kukontrol uhai wa mtu. Lakini sisi leo tumeenda kupata neema, ni miujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen.
Jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye aliyewapiga wa Misri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Akawatoa Waisraeli katikati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Kwa mkono hodari na mkono ulionyooshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Akawavusha Israeli katikati yake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Akamwangusha Farao na jeshi lake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye aliyewaongoza watu wake jangwani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Yeye aliyewapiga wafalme wakuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Akawaua wafalme mashuhuri, kwa maana fadhili zake ni za Mungu wa mbinguni, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Amen. Shangilia Yesu kwa makofi na makelele. Hakika fadhili zake ni za milele. Basi wakati kama huu ni wakati tena wa kujisogeza mbele ya macho ya Bwana. Ni wakati wa kujinyenyekeza mbele ya macho ya Bwana kwa ajili ya kuomba rehema na msamaha. Maana mahali hapa ni mahali patakatifu, ni mahali penye kumpendeza Mungu, na ni lazima mioyo yetu ikuwe yenye kumpendeza Bwana. Ndio maana huu ni wakati ambapo c'est le moment de se repentir. Ni wakati ambapo kila mtu ataenda kujitafakari ni kisi gani alitembea. Nous allons nous regarder nous-mêmes comment est-ce que nous avons marché. Je, mienendo yetu ilikuwa ni mienendo yenye kumpendeza Mungu? Est-ce que nous avons pu plaire à notre Dieu? Najua wewe unajijua kisi gani ulienenda. Je connais, toi-même tu connais comment est-ce que tu as marché. Ndiyo maana unapoomba rehema ni lazima uombe ambayo inatoka moyoni mwako. C'est pourquoi quand tu vas demander la miséricorde, il faut que ça vienne du fond de ton cœur. Maana Mungu wetu ni Mungu ambaye anaona mioyo yetu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui voit les fonds de nos cœurs. Omba msamaha kwa ajili ya kuwapendeza walimwengu, ni kama unajidanganya mwenyewe. Si tu demandes pardon pour plaire le monde, tu es en train de te tromper toi-même. Kuomba rehema ni kuiokoa nafsi yako. Demander pardon, c'est sauver ton âme. Na Roho Mtakatifu akai katika nyumba ambayo ni hekalu lake. Pour que le Saint-Esprit puisse marcher dans la maison et s'asseoir dans la maison là où il faut que qu'il reste. Tambua kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tu dois savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu hata kama hali ambapo ni pachafu. Le Saint-Esprit, si il y a une place qui est sale, unapotenda dhambi, utukufu wa Mungu unaondoka katika maisha yako. À tout moment que tu commets le péché, sache que la gloire de Dieu
sort de ton âme et de ton cœur. Ndiyo maana hii ni nafasi nzuri ambao kila mmoja wetu aende kujitafakari na aende kujinyenyekeza mbele ya macho ya Bwana. C'est pourquoi c'est un bon moment que chacun de nous puisse se regarder devant son Dieu. Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Ni Mungu ambaye ahesabu mapungufu yetu. C'est un Dieu qui ne compte pas tous les mal que nous faisons. Lakini anasubiri tukuwe watu wenye kujitambua. Il nous attend afin que nous puissions nous reconnaître nous-mêmes. Na wakati kama huu waimbaji watatupatia nyimbo. Les moments comme celui-ci, nous demandons à l'orchestre de nous donner une chanson. Na sisi wote tutaenda katika kuomba msamaha au rehema. Nous tous, nous allons entrer dans la prière et demander pardon ou demander la miséricorde de notre Dieu. Karibu na Mungu abariki. Asante Baba, tuko mbele zako mchana wa leo, nimeenda kusimama chini ya msalaba wako. Unanijua na kunitambua, nimejitambua, sipendezi mbele ya macho yako, sipendezi mbele ya uso wako. Ndiyo maana Masia nimekuja mbele ya uso wako, nimeenda kuinama kifudifudi, ni katika jina la Yesu Yahweh, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye kusamea. Nimesimama mbele zako, nimesimama mbele ya msalaba, ile damu yako iliyomwagika pale Yerusalemu iniondolee na kunitakasa, inisafishe Masia. Mungu wetu,
taji la mlima ili mwanadamu aweze kukombolewa katika dhambi. Asante Yahweh, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako Masia. Ndiyo maana nimekuja, nataka nipendezwe nawe, nataka nipendezwe nawe Masia. Maana utukufu wako aliondoka pale ambapo nilitenda dhambi. Ndiyo maana naenda kusafisha moyo wangu, naenda kusafisha moyo wangu ili utukufu wako uende kupata tena nafasi katika maisha yangu Masia. Maana sitaki maombi yangu iende kuwa chukizo mbele ya macho yako. Sitaki maombi yangu iende kuwa kwazo mbele ya macho yako, bali nataka maombi yangu yapate kibali, yapate kuwa manukato mbele ya macho yako Masia. Ndiyo maana nimeenda kujisafisha, nimeenda kujiosha, nimeenda kunyenyekea chini ya msalaba. Ile damu yako yenye rehema ilisafisha na kunitakasa Kristo. Hakuna aliye kama na wewe, hakuna kufananishwa na wewe Yahweh. Kanisa lako, wana wako, tumeenda mbele zako Masia. Tunataka tutengeneze na wewe, tunataka tutengeneze na wewe Mungu mwenye rehema. Usihesabu madhaifu yetu, usihesabu weakness zetu. Kuna wakati tunayasema yasiyokupendeza, kuna wakati tunayaona ambayo ni chukizo mbele ya macho yako. Kuna wakati mioyo yetu inatafakari maovu. Kuna wakati tunachukua maamuzi yasiyokupendeza Kristo. Ndiyo maana mchana wa leo ni mchana ambao tunahitaji msamaha wako, tunahitaji neema yako katika kanisa hili Masia. Tunashukuru kwa wema wako, tunashukuru kwa maana neno lako linasema wewe ni mwaminifu na wewe ni wa haki Masia. Auondolee dhambi Masia, utaondolea kila mmoja wetu Masia ambaye ameenda kujitambua na kufunguka mbele ya uso wako. Hakuna aliye kama na wewe Kristo mwenye upendo. Tunasema asante kwa ajili ya kanisa lako. Tunaamini damu yako ile ambayo iliyomwagika pale Yerusalemu itaenda kutufanya kuwa viumbe vipya, itaenda kubadilisha mwelekeo wetu, itaenda kubadilisha mawazo yetu, na Roho Mtakatifu ataenda kupata nafasi katika maisha yetu, ili tunapoenenda tuenende sasa na Roho Mtakatifu Masia. Hakuna aliye kama na wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako, ni katika jina la Yesu uliye mwamba na mwokozi wetu. Amen. Tutaenda kuimba wimbo wa wokovu wa namba 110. Wimbo unasema mwamba uliopasuka. Mwamba, mwamba uliopasuka, ndani yako nijifiche.
sana. Na jana busiku nilianza kujisikia mwili tofauti. Hier la nuit, je ne me sentais pas bien, le corps. Tena mile nikameza madawa. J'ai pris les médicaments. Nikalamuka busubuhi mwili hauko bien. Quand je me suis réveillé le matin, mon corps était toujours faible. Asubuhi ile juu tuko process ya kumove. Ce matin, parce que nous sommes dans le processus de déménager, Sikuwa najisikia tu bien, niko paka niko najisikia kizunguzungu. je ne me sentais pas bien, je me sentais mal à l'aise par la vertige. Lakini namshukuru Mungu. Mais je glorifie mon Dieu. Gisi nasimama mbele yenu. Quand je suis Amen. devant vous, Najisikia saa kile kizunguzungu nilikuwa nasikia la vertige que je me sentais, na ile hali yote saa magonjwa nilikuwa nasikia. tout ce qui me dérangeait, tout ce que quand je me sentais mal, Najisikia bien sana. je me sens maintenant bien. Sijui kama inanipatia break au itakuja tena magharibi. Je ne sais pas si je suis dans la récréation et ça va rentrer encore, mais Lakini gisi niko mbele ya macho ya Mungu, quand je suis devant Dieu, j'ai cette assurance que je niko naamini kwamba nimepata uponyaji. suis. Haleluya. Wakati kama huu Les temps comme ceci, juu dimanche ya leo ni dimanche ambayo iko special. le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Ni dimanche ambayo kila mtu ataenda kumanifeste shukrani yake ya Mungu kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu. Ce dimanche, c'est le dimanche que chacun de nous va manifester et glorifier Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Notre Seigneur. Na imani kila mtu yuko na vya mingi vya kumshuhudia Mungu. Je sais que chacun de nous a beaucoup de choses pour remercier Dieu ou témoigner. Kama utatémoigner, save for next week. Si tu vas témoigner, garde ça, nous allons vous donner l'opportunité. Nataka leo témoigner kwa kumwabudu Mungu na kwa kumsifu. Aujourd'hui, nous allons témoigner seulement pour adorer notre Dieu et le glorifier. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi huu ni wakati ambapo tutaenda kukaribisha waimbaji C'est le moment où nous approchons notre orchestre kwa ajili watuongoze katika nyimbo za sifa na maabudu. pour qu'ils puissent nous diriger avec les chansons d'adoration. Na hii haiko tu kwa ajili ya waimbaji, ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Waimbaji watatuongoza. Cela n'est pas seulement pour l'orchestre, c'est pour tout le monde. Microphone ziko hapa. Les micros sont ici. Bamba micro kwa ajili ya utukufu wa Si Mungu. tu veux, tu peux prendre les micros pour la gloire de notre Dieu. Na mimi taimba mpaka sauti yote ifunguke. Moi aussi, je vais chanter et enlever vraiment ma voix. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi wakati tutaenda katika hiki kipindi cha kusifu Mungu na Le kumwabudu, moment où nous entrons dans cet vraiment moment d'adorer, le glorifier notre Dieu, simama, lève-toi. achana kwa ile baridi, umusha kwa atmosfere nyingine. Laisse se refroidir. Ici, nous avons une autre atmosphère. Manifester. Sijui niseme je. Je ne sais pas comment dire, mais tu dois manifester vraiment. Vraiment, vitu Mungu anafanya mu maisha yetu Tout ce que Dieu a fait dans notre ni vie. vikubwa sana. C'est beaucoup de choses, elles sont grandes. Kama wewe uoni, Si toi tu ne les vois pas, mimi naona. moi je vois. Mama Maria anaona. Maman Marie les voit. Frère kule anaona. Frère, l'autre qui est là-bas, il voit. Mama américain anaona. Maman américaine, elle voit aussi. Frère Tegre anaona. Frère, Frère Joachim anaona. Frère Boston anaona. Frère Santine anaona. Frère Ovia anaona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
moment ya louange paka vile banasema na adoration. C'est le moment de louange comme So nous venons mitapenda d'écouter. tushimamie kwa yulu J'aimerais shebote. que nous tous nous puissions nous mettre debout. Yes, haleluya. Amen. Hii wakati mwenye na merite na mwenye na stahili kuikala ni yeye Mungu. Celui qui est en ce moment de s'asseoir, c'est seulement lui-même Dieu. Amen. So kama ujue mwimbo unapiga hata mikono. Si tu ne sais pas la chanson, tu peux So taper taomba même les mains. nipandishe kwa tu hii mikro kaloko tu. J'aimerais Kaloko que je tu. puisse vraiment mettre la voix un Alléluia. peu seulement. Taongeza tu kavolume kaloko. Je suis en train de Juu. Ongeza mwisho. Sauti yangu Amen. sijue kama iliendea wapi. Ongeza mpaka mwisho. So kama ujue mwimbo unapiga hata mikono. Si tu ne sais pas la chanson, je te demande là où tu es, tu peux me Yahweh, Yahweh, kumama, Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh. Yahweh,
venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Hakuna wa kufanana na Yesu, 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 hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Masia, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na Yesu. Yeye Mwokozi, Mwokozi, Bwana Mwokozi, hakuna wa kufanana naye. Yeye Mwokozi, Mwokozi, Bwana Mwokozi, hakuna wa kufanana naye. Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili. Wakati ya shida mina kuita jina lako Elohime, jina lako Emanueli. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, Bwana wa mbinguni. Hakuna kama wewe Bwana wa mbinguni. Hakuna kama wewe Baba, Baba wa mbinguni. Hakuna, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna kama yembo zalizambe kaumama yawe zalizambe Jehovah,
wa upendo, Mungu mwema kwetu. Masia atujui tumanifesteje furaha ambayo tuko nayo mioyoni mwetu kwa ajili ya yale unayoyatenda kwa maisha yetu. Kuna yale tunayoyaona na yale ambayo hatuyaoni kwa macho yetu ya kibinadamu, lakini tuko na imani kwamba Mungu wetu haulali wala kusinzia katika maisha yetu. Masia, ndiyo maana tuko na kila sababu la kusema merci Papa. Tunasema tuko na kila sababu ya kusema merci kwa yale yote unayotenda kwa maisha yetu. Wakristo, upendo wa Mungu ni wa ajabu kwetu. Upendo wa Mungu ni wa ajabu kwetu. Mungu hahesabu ma weakness zetu. Mkono wake sio mfupi kwetu, na madhaifu yetu yote anayabeba. Hakika ndiyo maana tuko na kila sababu la kusema merci. Wale wote ambao walikuwa na madhaifu, alienda kunyoosha mkono wake wa uponyaji. Wale wote ambao walikuwa na kosa amani, ameenda kuwatembelea. Wale ambao waliona hawana msaada, Mungu wetu alienda kuwa nao, akasema japokuwa watakuacha, lakini yeye atabaki kuwa na wewe. Mungu ambaye wakati ulilia alienda kukufuta machozi, pale ambapo ulikata tamaa alienda kuwa faraja kwako. Pale ambapo kila mtu alikukataa, yeye alienda kukukumbatia. Pale ambapo ulikosa mwelekeo, akasema nitakuonyesha njia ya kweli na ya uzima. Pale ambapo ibilisi alikushambulia, pale ambapo nguvu za giza zilikushambulia, alisema yeye ataenda kusimama imara kwako. Hakuna mashambulizi yoyote ya giza ambaye ilienda kukupata, kwa maana Mungu wetu alienda kusimama kwa ajili yako. Ibilisi alipiganisha imani yako. Ibilisi alienda kupiganisha huduma yako, lakini siku ya leo unasimama imara. Siku ya leo unasimama kulitangaza neno. Ni kwa ajili ya upendo wa Mungu. Ujiangalie gisi uko special. Ujiangalie gisi uko special kwa Mungu. Unajiona wa normal, lakini ambavyo Mungu anafanya kwa ajili yako, jione gisi gani uko special. Na sisi hatutanyamaza, na sisi hatutanyamaza kwa ile mambo makubwa Mungu yuko anatutendea. Balobinanga Yesu osala kabika Yesu 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 mabanzo nanga Yesu ebongo motema nanga oyebianga motema nanga etoni basusi motema nanga oyebianga Yesu oh Yesu mabanzo nanga Yesu
Tuasimame na tuweze kumshangilia Yesu wetu kwa makofi na vigelegele. Sijui kama wewe uko na hii furaha ambayo niko nayo moyoni mwangu. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake. Nous remercions Dieu pour son amour. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya upendo kwa kanisa lake. Nous remercions Dieu pour l'amour de son Église. Na kama gisi tulisema, ibada ya leo itakuwa ni ibada ya tofauti. Comme nous avons dit au début que les cultes de ce soir, ça sera les cultes spéciaux. Hatutakuwa naongea tena mwisho wa mwaka wa kufanya maibada spesiali kwa ajili ya kumpatia Mungu sifa na utukufu kama hivi. On ne va pas commencer à nous n'allons pas commencer à attendre seulement la fin de l'année pour que nous puissions commencer à faire des cultes spéciaux. Jina la Bwana libarikiwe. Que notre Dieu soit. Na Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Jina la Bwana libarikiwe. Que notre Dieu soit. Basi ni kipindi ambacho tutaenda kumtolea Mungu sadaka na matoleo. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Tutakaribisha korali mtupatie tena chanson nyingine na kila mtu ataenda kumtolea. L'orchestre va nous donner une chanson, nous allons préparer ce que nous avons amené à notre Dieu. Karibu na Mungu awabariki. Nous nous approchons. Dieu vous bénisse. Shangwe, 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 juu mbinguni shangwe. Shangwe, haleluya. Kemo, kemo, Nous arrivons le moment de communiquer. Tangazo la kwanza ni shukrani kwa Mungu. Le premier communiqué, nous disons merci à notre Dieu kwa ajili ya protection yake. pour sa protection. Tena tunaonana siku ya leo Et nous tous aujourd'hui, kwa ajili ya uwezo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. pour la gloire de notre Dieu, que notre Dieu soit loué. Tangazo la pili ni kukumbusha
tunakumbushana tu kwamba Deuxième communiqué, nous voulons nous rappeler chacun de nous. ile makontribution kwa ajili ya kulipia eneo hili Pour les contributions, afin que nous puissions payer l'endroit où nous sommes en train de prier. I think hii wiki ndio ya kulipia, so après ibada yule ambaye ameleta Cette week, c'est la fin du mois. Après notre culte, c'est lui qui est prêt. na tangazo la pili C'est lui, notre deuxième communiqué. ni kwamba next Sunday Next Sunday ou bien le dimanche prochain, baada ya ibada kanisa nzima tutaenda kuiangalia familia ya Papa Dorien na Mama Vessian. le dimanche prochain, après le culte, nous tous nous allons nous rendre chez Papa Dorien et Maman Vessian. Tutajitahidi ibada ya next Sunday isikuwe ndefu sana. Nous allons en faire afin que le culte soit un peu court. Na sisi wote tutaenda kumwangalia. Najua mama walijiorganize. Nous savons que les mamans elles sont vraiment prêtes, elles se sont organisées pour aller la visiter. Na kanisa na pia na sisi tutajiorganize. Amen. L'église aussi va s'organiser parce que Mungu alileta membre mwingine, ule ni membre wetu. notre Dieu nous a encore ajouté un autre membre. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Seigneur soit loué. Na tuko na mama hapa mashiku mingi. Et nous avons notre maman beaucoup de jours. Basi niko na microphone na asalimie kanisa. Alléluia. Amen. Watoto yangu, mimi miss kabisa, mimi miss. Je vous ai manqué beaucoup. Les mots me manquent, lakini mimi nashukuru Mungu tuko pamoja. Amen. Je remercie Dieu Na que nous sommes wakati ensemble. nilikuwa niko nakuya, hata kama papa ni mzima, mtamuona hapa. Amen. Anasema wende kawasalimie watoto wangu. Amen. Haleluya. Tunashukuru na tunafurahi tena kumuona mama mbele yetu. Amen. Ni mashiku mingi kweli. Beaucoup de jours. Lakini kwa uwezo wa Mungu tuko naye tena. Par la grâce de notre Dieu, nous sommes encore ensemble. Ukiona jinsi mama anakuya, Si vous voyez, la maman, elle est ici. ujue mashiku mingi haitapita. Nous savons que beaucoup de jours ne vont pas passer. Papa naye atakuya. Papa aussi, vous allez les voir. Jina la Bwana. Imani yetu iko mkubwa sana. Amen. Mungu sasa kuko anazonisha bale benye baamini mpaka bajione. Amen. Lakini sisi tunaamini kwamba Mungu ameshatenda. Amen. Nous avons cette assurance que notre Dieu a déjà fait. Kuko bengine mpaka menione. Il y a les autres qui disent que seulement que je puisse voir. Toma alipenda kusadiki kwamba mpaka alipenda Thomas yaone. voulait qu'il puisse voir lui-même. Kuko batu ba imani ile. Il y a les gens qui ont cette foi. Lakini kanisa tuko na imani ke Mais Mungu notre ashatenda. église, nous avons cette foi que notre Dieu a déjà agi. Jina la Bwana libarikiwe. Notre Dieu soit loué. Na tangazo lingine nimekumbuka. Et notre communiqué, je me suis rappelé. So hii kanisa wanakuwa na organisation moja Cette église, ils ont une organisation juu ya kusapoti watoto. pour soutenir les enfants. So walitupatia ma toys ya mingi kwa ajili ya watoto. Nous avons beaucoup de jouets pour les enfants. Na walisema wale watoto ambao wa teenagers Tous les enfants au-dessus de 12 ans watapewa ma gift card. watapata, ils vont réussir les gift cards. So lakini walisema wako nalifanyia kazi lile. Ils sont en train de travailler pour ça. So next week tutajikaza tuweze kudistribue La semaine prochaine, nous allons faire tout afin que nous puissions donner les jouets aux enfants. Jina la Bwana
libarikiwe. Next week, all the children, make sure that you will be here so that you can receive your gift and the church va distribuer for you. Amen. Amen. Basi tunashukuru maana ibada yetu ya mchana wa leo inafika Nous sommes mwisho. à la fin de notre culte. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya presence ya kila mmoja Nous wetu remercions hapa. notre Dieu pour la présence de chacun de nous ce soir. Presence yako ni utukufu kwa Mungu. Votre présence est vraiment la gloire pour notre Dieu. Ibada yetu inafika mwisho, tutasimama, Nous sommes à la fin, que nous puissions nous mettre debout nous tous. tutaimba wimbo Nous allons chanter. wa wokovu wa numero 143. Nous allons chanter dans notre livre de Wokovu 141 et 143. Heri halisi Yesu ni wangu, yeye mchungaji wake. Heri halisi wote ni yeye, roho na moyo
tunafanya kusema kila mmoja apate kuwa disponible kwa kwako kuabudu magharibi ya leo. Tunasema asante Baba, tunasema ubarikiwe na upewe sifa. Tazama tunafika mwisho wa ibada wetu, tunapenda kuachana mmoja na mmoja. Jehova, tunamwacha mikononi mwako. Baraka na salama yako ipate kutushindikiza mahali yote tutakayopita, yote tutafanya. Damu ya Yesu Kristo itufunike. Tunabariki ukubwa wa jina lako, hata tunasema asante katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.